Kampuni ya Halotel Tanzania imeendelea kuonesha dhamira yake ya kuchangia maendeleo ya jamii kupitia mpango wa uwajibikaji wa jamii yani CSR unaofanyika Zanzibar. Mpango huo unalenga kusaidia sekta ya elimu na ustawi wa jamii kupitia utoaji wa ufadhili wa masomo yani scholarships, ugawaji wa ruta za intaneti bila malipo kwa shule iliyochaguliwa pamoja na kuandaa futari pamoja. Halotel imetoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wanaostahili katika chuo cha Suza, ikiwa ni jitihada za kuwezesha kizazi kijacho kupata elimu bora. Kampuni hiyo pia imekabidhi ruta za intaneti bila malipo kwa uongozi wa chuo cha Suza ili kuongeza ufanisi wa upatikanaji wa huduma ya intaneti, hivyo kuimarisha dhamira yake ya kuwezesha upatikanaji wa mawasiliano kote nchini. Akizungumza kuhusu mpango huo katika iftari iliyoandaliwa na kampuni hiyo ya Halotel katika chuo cha Suza, naibu mkurugenzi mtendaji wa Halopesa ndugu Magesa Wandwi amesisitiza kuwa Halotel itaendelea kujitolea kuleta mchango chanya katika jamii inazohudumia, hususan katika maeneo ya elimu, ujumuishaji wa kidijitali na msaada wa kijamii. Na ni wajibu wetu kuona kwamba tunaendelea kushirikiana na sekta mbalimbali katika nchi hii ya Tanzania na kuigusa na kuifikia jamii yetu, kwa sababu ni wajibu wetu kama ya corporate company kuhakikisha kwamba pamoja na kukua kwetu, pamoja na huduma tunazozitoa, lakini bado tunaweza tukaishika jamii kwa mahitaji husika na mahitaji maalum katika maeneo muhimu. Sasa leo tumefurahi sana kuwepo hapa Suza. Tunajua hii State University of Zanzibar ni chuo chenye heshima, ni chuo kikubwa na ni chuo ambacho wanafunzi wengi wanapata elimu hapa. Kwa hivyo tuliona ni fursa ya muhimu kuwepo nasi leo na nyinyi pia hapa kwa ajili ya iftar, lakini ilitupendeza kuona kwamba tunaweza tukashirikiana na chuo katika baadhi ya maeneo kwa kufanya ufadhili pamoja na kuleta vifaa hasa vya kimtandao ambavyo vinaweza vikisaidia chuo katika maeneo ya internet. Tunajua kwamba saa hizi teknolojia imekuwa, mahitaji ya internet ni makubwa na vyuo kama hivi lazima vinahitaji vifaa kama hivi. Kwa hiyo kwa wakati huu tumeshiriki pamoja na kuleta internet routers ambazo zitatumika baadhi katika ofisi za chuo, lakini pia zitatumika kwa ajili ya wanafunzi. Mnasemaje? Hebu tupigeni makofi kidogo. Lakini pia tunafahamu kwamba hapa chuoni wako wanafunzi ambao wanahitaji ufadhili wa ada za chuo. Kwa hivyo pia tutafadhili baadhi ya wanafunzi kwa mwaka mmoja, na utaratibu huo tunauachia chuo uweze kutuletea yale mahitaji hasa kwa maana ya wanafunzi ambao ni kweli wanayo mahitaji. Basi na sisi kwa kutumia utaratibu ambao tutapewa na chuo tutafanya wajibu wetu kwa kutoa hizo ada. Na imeandaliwa 100% na wenzetu wa kampuni hii au taasisi hii ya Halotel. Naomba kila mtu ajue hilo, tuwashukuru kwa dhati ndani ya mioyo yao kwa nia zao njema, na inshallah Mwenyezi Mungu awalipe kheri. Lakini la pili, Halotel kwa leo hawajaishia katika hili tu. Tuna mazungumzo mengi mazuri. Leo yapo mawili na hili laftari la tatu. Yapo mawili makubwa. Mimi silisesi yasemi kwa sababu mkuu yupo, atayasema mwenyewe na mengine yatafanyika hapa. Lakini labda ni ibe siri tu, kuna mtu ananiambia anaweza asifafanue vizuri. Kuna wanafunzi ambao watapata udhamini kutoka kampuni ya Halotel, watalipiwa ada ya mwaka mzima. Dogo hilo. Lakini pia kuna vifaa mbalimbali vinatoka Halotel. Suza ni miongoni mwa taasisi ambayo itapatiwa vifaa hivyo vya kazi katika kurahisisha, katika kutuunganisha na ulimwengu na matukio mbalimbali ya kidigitali. Kwa hivyo hilo nashukuru, lakini eneo jingine ni eneo la sponsorship. Mimi mwenyewe nimekuwa mkuu wa idara kwa muda wa miaka 6 kwenye idara ya kompyuta ambao tulikuwa tuna host wanafunzi karibu 600. Kwa hivyo katika kitu ambacho is headache to me ilikuwa ni wakati wa mitihani, wanafunzi wanavonijia kwenye idara kwamba wanashindwa kulipa ada.
na really unamuona kwamba mwanafunzi kashindwa kulipa ada, yaani hana uwezo, kwamba sio kwamba kashindwa, hana uwezo, lakini utafanyaje? Kwa hivyo nayo pia ni showcase nyingine ambayo is very impactful kwenye community yetu.